kuwa wanasheria, kuandaa kuwa wahasibu. Hivyo hivyo ilivyo kwa upande wa watoto wa kiume. Hakuna anayeandaliwa kuwa baba mwema na hakuna anayeandaliwa kuwa mama mwema. Matokeo yake wanakumbana na hali na kukabiliana nayo kwa kadiri ya mitandao ya kijamii inavyowaongoza. Wakikuta mitandao ya kijamii imeelekea kwenye kuwapotosha namna ya kumwendo mme, mambo yanaelekea huko huko. Wakikuta kwenye mitandao ya kijamii kuna mifano imetengenezwa ambayo si mifano inayofanana maadili yetu, mwanaume anaelekea kule kule. Mwisho siku tumejikuta tuna idadi kubwa ya masingo mother, tuna idadi kubwa ya watoto wenye chuki na hasira za wazazi wao. Tuna idadi kubwa ya watoto ambao wako tayari kumchoma kisu baba au wako tayari kumchoma kisu mama. Ni kwa sababu ya mmomonyoko mkubwa wa maadili ulioanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa ndani ya mkakati huu tumetambua sisi kama wizara, tukishirikiana na wadau wa sekta hii akiwemo na waziri wetu Gwajima, ya kwamba turejee kwenye msingi unaozalisha kila kitu. Hatutaweza kupambana na rushwa kama familia haijachukua nafasi yake. Itakuwa ni ngumu sana kupiga vita madawa ya kulevya kama familia haijachukua nafasi yake. Itakuwa ni ngumu mno, ndugu zanguni, kuwapata viongozi bora kama familia haijakaa sehemu yake. Kwa hiyo ni wito wetu kama serikali ya kwamba jukumu walilonalo kila mwananchi ni kuitafakari kwanza familia yake kabla hajanyosha kidole kwa serikali. Kwa sababu serikali haizai, serikali haibebi mimba, hawa wanatoka kwenye kaya zetu. Na huko wakati mwingine serikali ikichukua hatua inachukiwa. Jamii inaikasirikia serikali na kunyosha kidole. Kuna watu, nyinyi ni mashahidi, mtaani unajua kabisa kwamba mtoto wa familia fulani ni mwizi. Mtoto wa familia fulani ndio anayeharibu na kueneza ushoga. Lakini ukimgusa mwenye familia yake mwenyewe atakavyo kubadilikia, na mwisho wa siku hata majambazi wanaanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa kama tunahitaji kuponya taifa letu, turudi kwenye msingi, na msingi huo sio mwingine bali mtaasisi inayoitwa familia, na kila mmoja kuchukua wajibu wake. Leo hii serikali ya Daktari Samia imetoa elimu bure. Wako wazazi hawajui hata watoto wao wanajifunza nini shuleni. Yaani kitendo cha kwamba tu elimu ni bure, hawahangaiki. Mtoto amerudi nyumbani saa ngapi hajali. Mtoto kumbe kipindi kile wakati wanatoa watu pesa, angalau ile pesa iko na wauma kufuatilia mwenendo wa watoto wao. Ila kwa sababu ya elimu bure mtu hajali. Ningeomba sana kila mwanafamilia achukue nafasi yake ya kutafakari nafasi yake ni ipi katika momonyoko wa maadili haya ambao tunayaona kwenye mitandao ya kijamii na kunyosheana vidole, na achukue nafasi yake kama ni baba au kama ni mama kuhakikisha amekuwa sehemu ya mapambano haya ya kurejesha maadili ya taifa letu. Ndugu zangu, ajenda ya pili ni elimu na mafunzo, kuimarisha ulisishaji maadili shuleni na vioni. Hapa ndipo ambapo wakuu wa taasisi, wakuu wa shule tunapowahitaji. Yako masaa ambayo wazazi wanapata nafasi ya kuwa na mtoto, lakini ukipiga mahesabu vizuri utakuja kugundua wazazi na walimu wanagawana miaka kwenye malezi. Masaa ya mtoto kuanzia anakuja kwenye sekondari, anakwenda kwenye chuo kikuu, ukipiga mahesabu uko uwezekano wa kwamba mzazi na mwalimu wamegawana miaka ya kumlea. Kama mtoto amemaliza chuo kikuu akiwa na miaka 22, miaka 11 ilikuwa ni ya walimu, miaka 11 ilikuwa ni ya mzazi. Wito wetu, tuwarithishe hao watoto maadili mema, ili nawe mwalimu ukimwona mwanao, mtoto uliyemfundisha amekuwa kioo cha jamii, inakupa faraja juu ya mchango ulioweza kutoa. Yako maneno ambayo yanaendelea na tuhuma mbalimbali za kwamba wako wengine wanajihusisha, badala ya kulinda na kumsaidia yule mtoto aweze kuwa mtoto mwema, wanatumika na watu wasiokuwa na nia njema kwa sababu tu ya kipato,
kumpotosha mtoto huyo na kuharibu future yake, ili mradi yeye amepata fedha ya kujikimu na kuendesha maisha yake. Wito wangu kwenu, hiyo sio mbegu njema, ni mbegu mbaya. Umfanyavyo mtoto wa mwenzako, jua umepanda mbegu, nawe watoto wako watavuna. Ni heri uwe sehemu ya kupanda mbegu njema, ili hata kama ukiwa haupo, watoto wako wasivune mabaya, wavune yaliyo mema. Mimi mpaka kesho namkumbuka, na huwa namkumbusha sana Mungu. Naambia Mungu, nilindia watoto wangu, kwa kuwa nilisimama kupigana vita ya ushoga bila kuona haya, na nikakubali kudhalilishwa na waliokuwa na nguvu, ila nikabaki kulinda heshima yako na maadili ya taifa langu kwa msingi wa katiba. Naomba ukumbuke kunitunzia watoto wangu. Ninajua maombi haya Mungu atasikia, kwa sababu yeye mwenyewe ni shahidi. Na wewe Mtanzania nakuomba, na wewe mwalimu nakuomba, upande mbegu njema kwa huyu mtoto, ili hata utakapomuita Mungu asikie kwenye mahitaji ya watoto wako, na Mungu afungue milango ya baraka na mafanikio. Ndugu zangu,